Yes bwana, mambo vipi mwana michezo popote pale ulipo. Hii ni Off Pitch TV. Mimi ni the voice of miracles. Asante kwa wote ambao tayari mmesha subscribe na mnayapata yale mengi ya kimichezo. Taarifa ambayo imetufikia hivi punde inamhusu bilionea kijana namba 1 Afrika, lakini boss wa klabu ya Simba Sports ameweza kuandika barua kwenda kwa CAF. Yani ameandika kwa uchungu sana, ameandika kile ambacho yeye amejisikia. Twende nikupitishe kwenye kile ambacho yeye amekisema, alafu baadaye tutaenda kuchambua kile ambacho amekizungumza. Mo Dewji amesema hivi: ndugu zangu wana Simba, nawaandikia leo nikiwa na masikitiko makubwa sana, lakini pia nikiwa na imani isiyotetereka. Katika wiki chache zilizopita tumeshirikiana kwa karibu na taasisi husika kuhakikisha tunapata haki stahiki, fursa ya kuandaa mechi ya marudiano ya fainali ya kombe la shirikisho la CAF katika uwanja wetu wa Benjamin Mkapa. Kwa mujibu wa vigezo vilivyotolewa, kila hatua ya ukarabati wa uwanja ilifuatwa kwa umakini ili kuhakikisha unakuwa tayari kwa mechi hiyo ya fainali. Wakati huo huo, baadhi ya matukio yaliyotokea huko nyuma ya pazia yameacha maswali ya msingi sana. Taarifa zilianza kusambaa mtandaoni kabla ya taarifa rasmi kutolewa. Tulieleza wasiwasi wetu kwa wazi kabisa. Hawa Berkane wamejuaje ilhali bado taarifa rasmi haijatoka? Pamoja na juhudi hizi zote, CAF imethibitisha kuendelea na uamuzi wao wa kuhakikisha fainali hiyo inapigwa visiwani Zanzibar katika dimba la New Amani Complex. Bila shaka matokeo haya ni ya kusikitisha sana, si kwa Simba tu, bali kwa mashabiki wetu na kwa wote waliotoa juhudi kubwa kuandaa tukio hili katika historia ya Simba na Tanzania. Kwa mtazamo wangu wa kibinafsi, hatukutendewa haki, lakini nasema pia hatujakata tamaa. Simba haijawahi kuwa klabu iliyotegemea mazingira ya faraja. Tunastawi chini ya shinikizo, tukiendeshwa na imani na nguvu ya watu wetu. Tunaenda Zanzibar si kwa hiari, bali kwa mujibu na kutimiza wajibu huo kwa shinikizo, kwa dhamira na kwa furaha iliyosalia tunawaachia Mwenyezi Mungu. Kwa wachezaji wetu wanaovaa nembo yenye historia, ingieni amani vichwani mwenu, chezeni kwa ujasiri, kwa umakini na kwa utulivu kama mashujaa wa Simba waliotangulia. Kwa mashabiki wetu, naelewa hisia zenu, nami pia nahisi hivyo hivyo, lakini sasa ni wakati wa kugeuza hisia hizo kuwa nguvu ya pamoja. Tujaze amani kwa moyo na matumaini, na kwa sauti tufanye wapinzani wetu waone na wasikie kishindo cha Simba popote pale walipo. Asante kwa wadau wote waliojitokeza kwenye safari hii: serikali, shirikisho la mpira, vyombo vya habari na kila aliyeshiriki katika maandalizi ya mchezo huu. Na kwa wote mnaotazama uwanjani, mnaweza kuwa mmebaliki, lakini Simba ni ile ile. Kuna vitu vinaweza vikawa vimebadilika, lakini Simba ni ile ile. Dhamira yetu iko wazi. Tunaenda Zanzibar tukiwa tayari kupambana. Simba ni mfalme na anaweza kuunguluma popote. Mungu ibariki Simba, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Huyo ni tajiri Mohamed Dewji, ameweza kutoa yale ya moyoni kwa kile ambacho kinaendelea, kiamini kwamba walichofanyiwa si sawa. Unaweza ukasema labda Simba wanaenda Zanzibar bado ni nyumbani. Hapana, kule Simba yeye ni mgeni, kwa sababu CAF wanaitambua Zanzibar ni nchi tofauti na Tanzania. Ndio maana unaona Zanzibar nao wanapeleka timu kama msimu huu tumeona JKU akicheza na Azam na kadhalika. Kwa hiyo kama ulikuwa hujui, Zanzibar CAF wanaitambua kama nchi tofauti katika ngazi ya vilabu. Kwa hiyo Simba amechaguliwa nchi ya kwenda kucheza. Ilitakiwa yeye aulizwe kwamba wapi ambapo unataka kwenda kucheza, lakini wao wameipeleka direct. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambao wao wameonewa, lakini dau la mnyonge haliendi joshi. Bado kama Tanzania tunaungana kuhakikisha Simba anafanya vizuri kwenye finali hii ya CAF Confederation Cup dhidi ya RS Berkane. Kwa hiyo huyo
ni Mohamed Dewji. Kubwa zaidi tusubscribe Fitch TV ili tuendelee kujuzana yale mengi ya kimichezo. Bye bye, mpaka wakati mwingine tena.